Mambo vipi mwana SNS? Karibu tena Simulizi na Sauti. Jina langu ni Ali Masubi. Kama kawaida, tunakutana tena katika meza ya uchambuzi na tunakuwa tunaangalia vitu mbalimbali katika anga ya kimataifa. Sasa leo nataka tuangalie moja ya maswali ambayo watu wengi wamekuwa wanajiuliza. Watu wengi wamekuwa wanajiuliza na wamekuwa wanalaumu pengine na kuona kwamba kuna udhaifu katika mfumo wa intelijensia wa Iran. Namna ambavyo nchi ya Iran imekopo inakabiliwa na kwanza kabisa, pengine wengi wanahisi labda uzembe, wengine wanahisi ni usaliti kutoka ndani ya nchi ya Iran, lakini matokeo yake yamekuwa ni mashambulizi ambayo yamekuwa yanafanyika kwa miaka mingi. Kwa zaidi ya muongo mzima Iran imekuwa inashambuliwa, na mashambulizi ambayo moja kwa moja yameonekana ni kutokana na uzembe katika mifumo ya ulinzi. Naweza nikakumbusha, ukirudi kuanzia 2010 unaangalia shambulizi la Stuxnet ambapo inasemekana Israel waliweza kupandikiza kirusi katika mifumo ya uongozaji wa tunasema ile mitambo ya kurutubisha urani ama centrifuges. Sasa ile mitambo katika moja ya vituo vyake vikubwa vile vya Natanz, kuna namna ilifanyika mtu wa ndani, kwa sababu kulikuwa hamna namna unaweza Israel au Marekani wakahack pasina kuwa na mtu wa ndani kuingiza na kwenda kukichomeka kile kirusi pale. Kwa hiyo sasa yule akawa amefanikiwa kukichomeka. Nini kilichotokea ni kwamba ule mfumo wa uongozaji wa uzungurukaji wa hizo centrifuges ule ndio moja kwa moja ulienda kuathiriwa. Kwa zile centrifuges zikawa zinazunguka bila kuwa na uwezo wa wale operators kuzicontrol na ikaharibika. Lile peke yake linasema liweza kurudisha ule mradi wa Stuxnet, ule mradi wa urutubishaji kwa zaidi ya miaka 10 nyuma. Sasa hiyo peke yake inatuonyesha kwamba na sio tu kutuonesha, ndio kwa mara ya kwanza duniani iliripotiwa shambulizi hatari zaidi la cyber kuwahi kutengenezwa na dola. Kwa hiyo Iran wenyewe walipigwa na kitu ambacho kilikuwa mbali sana kiteknolojia. Lakini unatoka hapo unaangalia mashambulizi mbalimbali ya wanasayansi wa Iran, wale ambao walikuwa wanashambuliwa hata kabla ya vita hivi vya siku 12 baada ya Trump kuingia. Sasa hivi tuna hivi vita vipya. Ukikaa ukaangalia mashambulizi ya wanasayansi yamekuwa yakifanyika muda mrefu, wakilenga kuathiri ule mradi wa nuclear ambao umekuwa unaendelea. Lakini hata mauaji ya Qasim Soleimani ya mwaka 2017, namna ambavyo waliweza kuuawa, taarifa za viongozi mara nyingi kama yeye huwa zinakuwa ni siri, wapi atakuwepo muda fulani, convoy yake itakuwaje, hizo zote huwa zinakuwa ni siri. Hivi karibuni pia akauawa mwanasayansi anayejulikana kama Fakhrizadeh, ambaye ni mmoja wa wanasayansi wakubwa sana. Huyu ndio alikuwa anasemekana kama ndio kwa Iran, yeye ndio kama Oppenheimer wa Iran, yani ndio ni kama mastermind wa mpango wa nuclear. Alikuwa analindwa sana, lakini ameuawa nje kidogo ya mji wa Tehran. Katika convoy yake wakati inaenda, aliuliwa na bunduki ambayo hiyo bunduki ni autonomous, yani ilikuwa imeunganishwa na mfumo wa iweze kushambulia yenyewe, machine gun. Kwa hiyo msafara wake ulipofika pale kwenye gari yake akawa ameshambuliwa na kuondoka. Vyote hivyo ili kuvifanya unahitaji taarifa kubwa sana za kiintelijensia. Lakini unaangalia Ismail Haniyeh ambao waliuawa kipindi kile, wameenda kwa ajili ya kuomboleza, kwa ajili ya sherehe ya kuapishwa. Naye pia unaangalia namna ambavyo waliweza kuuawa katika ile nyumba. Kwa namna yote lazima kuwe kuna mapandikizi, na sio tu mapandikizi wa kawaida, mapandikizi ambao wana vyeo vya juu kweli kweli, pengine majenerali na ni IRGC ambao wanahusika kwa moja kuingia ama kutoka katika zile flati za viongozi ambapo walikuwa wanafikia viongozi mashuhuri. Unatoka hapo unaangalia tena mbali na hayo mauaji, unaangalia namna ambavyo operation ya vita kabla ya kuanza vita vya siku 12, vita vya hivi karibuni, namna ambavyo Israel, Marekani wanaweza wakapata intelijensia ya kuweza kujua wapi nani yupo na tunampiga vipi. Hiyo yote unaangalia namna ambavyo pekee wanaweza kupata hiyo intelijensia ya kiwango hicho. Ni usaliti kutokea ndani. Sasa namna gani ambavyo Iran imeweza
kuathirika hivi na kuambukizwa? Ni mbinu gani imetumiwa? Hiyo ndo nataka nijiulize, kwa sababu hili swali nimekuwa naulizwa sana na wengi wetu wamekuwa wanajiuliza pia hili swali. Lakini pia ndani ya hii segment nataka tumwangalie mtu mmoja anayejulikana kama Ismail Qaani. Ismail Qaani kwa muda mrefu kwa wale wafuatiliaji wa geopolitics, maneno yalikuwa ni mengi sana kwamba jenerali mkubwa kabisa wa Iran, jenerali mkubwa kabisa wa IRGC anasemekana kunyongwa kwa sababu ya usaliti. Sio mara ya kwanza Iran kuwa ananyonga wasaliti. Iran ukikutwa ni msaliti, hukumu yake ni kunyongwa, na Iran wenyewe wanajiuliza kwamba nani ambaye amekopa anavujisha, na wamekuwa wanapambana sana kujaribu kuondoa mapandikizi, lakini hilo pia kwao limekuwa ni fumbo ambalo ni kubwa kweli kweli. Mwaka 2021 walinyonga tena mtu ambaye anasema alikopo ni kijana ambaye ameaminika kabisa, lakini alijipandikiza kama tunasema kama translator ama mfasiri. Kwa namna fulani akawa amefanikiwa anaiba vile vitu ama zile detail mbalimbali kwenye kompyuta za wale ambao wanawafanyia ule translation, kawa anaiba ratiba za viongozi na vitu vingine. Hatujui ile extent ya uharibifu ambao alofanya, lakini alikuja baadaye akanyongwa. Lakini yupo tena kiongozi mwingine aliyenyongwa hivi karibuni peke yake. Wamenyonga askari wengi na baadhi ya wafanyakazi katika taasisi nyingine ambao wanakuwa wamehusika na moja kwa moja na huo uvujishaji. Sasa Ismail Qaani ni nani? Kwanza tuanzie hapa, na kwa nini watu wengi walikuwa wanamuhisi kwamba pengine Ismail Qaani huyu labda ni spy wa Mossad. Sasa Ismail Qaani ni IRGC kindakindaki tangu mdogo, yani amepigana na walikuwa bega kwa bega na aliyekuwa bosi wake kabla 2017, na ikiwa namaanisha katika kile kitengo ambacho kwa sasa Ismail Qaani yeye ndiyo mkuu baada ya bosi wake kuwa ameuawa, na bosi wake sio mwingine bali ni Qasem Soleimani. Sasa Qasem Soleimani aliuliwa mwaka 2017, na Qasem Soleimani unaweza kusema hapakuwa na mbadala wake, kwani yeye ndio alikuwa kwenye kikundi cha Quds Force ama tunasema division ya Quds Force ya IRGC, ambayo division hiyo ndiyo ambayo inahusika na operation nje ya Iran kama CIA nchini Marekani. Quds Force ndio wamehusika na kujenga Hezbollah, kujenga Wahuthi, PMF nchini Iraq, Syria kule, na namna gani hivi vikundi vinapata msaada wa kifedha, msaada wa kimafunzo, msaada wa kiintelijensia, msaada wa silaha. Namna gani msaada huo unaweza ukawafikia, namna gani wanaweza michakato ya kuwawezesha waweze kukua. Yote inavyofanyika ni kazi ya IRGC, na katikati yake huo mpango wa miaka mingi alikopo ni Qasem Soleimani mpaka mwaka aliouliwa mwaka 2017. Baada ya yeye kuuawa anaingia hapo sio mwingine bali ni Ismail Qaani. Lakini ikumbuke kwamba Iran walijibu kipindi hiko baada ya serikali ya Trump, kipindi hiko ya kwanza kuwa wamemuondoa ama wamemuua bwana Qasem Soleimani. Iran walijibu kutokana na umuhimu wa Qasem Soleimani. Mpaka leo mimi ukiniuliza nakwambia hamna aliyepatikana, kwani yeye ndio tunamuita kama msanifu wa the axis of resistance. Yani yeye ndio anahusika kwa namna moja kwa kutengeneza, kwa kusakafia na kufanya mfumo huo umekuwa imara, na bila shaka kifo chake kilikuwa ni pigo kubwa kwa Iran. Mpaka leo hii mbadala wake haujapatikana, sababu ufanyaji kazi wake yeye na Qasem Soleimani ni tofauti. Namna alivyokuwa anaheshimika na hivi vikundi kuna vikundi unasema alikuwa na yeye akiona anachokiongea ndio kama supreme leader ameongea, tofauti kabisa na ilivyokuwa kwa Ismail Qaani. Sasa Ismail Qaani, wasiwasi mwingi ulianzia hapo kwamba kwa Qasem Soleimani kwamba yeye kwa nini hakuwepo na namna nyingine, lakini zaidi wasiwasi mkubwa wengi ulikuwa ni pale namna ambavyo Ismail Qaani alikuwa anapona katika yale matukio ambayo alipaswa afe. Hapo ndio wasiwasi ukaanzia, ndio maana anaitwa kama mtu mwenye maisha 9. Kibongo bongo huwa tunasema paka ndio kiumbe mwenye maisha mengi, yani huwa ile roho 9 tunatumia hiyo kauli. Yani mgumu kufa. Sasa Ismail Qaani anasemwa pia na maisha mengi. Kwa nini? Ikiwa ina maana moja tu kwamba Ismail Qaani amekuwa anakosokoswa sana. Sasa ni nani anayempa taarifa mpaka anakuwa anakosokoswa? Kupa mfano mmoja, kwenye shambulizi la mwaka 2025 huko kusini mwa Lebanon, nafahamu kwamba
lifanyika shambulizi kubwa sana, ambalo hilo shambulizi liliweza kumuondoa kiongozi mkubwa na viongozi waliofuatia wa Hezbollah. Kile kipindi ambacho mashambulizi mfululizo yalikuwa yanafanyika kwa viongozi mbalimbali wa Hezbollah, kina Ibrahim Aqil na wengine wengi, lakini shambulizi ambalo liliweza kumuondoa Hassan Nasrallah na viongozi wengine wote ambao walikuwa wanafanya kile kikao. Kama unakumbuka, katika yale masaa 24 ya kwanza, wasiwasi mkubwa ulikuwa, taarifa zilikuwa zinasema kwamba yupo kiongozi wa Iran pia, alisemekana yupo, haikusemwa nani, hakuwa mwingine huyo bali ni Ismail Qaani. Lakini kimaajabu, taarifa zote zikiwa zinajua kwamba na yeye alitakiwa awepo kwenye ule mkutano, ashiriki kwenye ule mkutano, lakini hakuwepo Ismail Qaani. Yani kuna namna inasemekana alipigiwa simu akatoka. Maana kuna watu wakawa na mock kwamba ukiona mmekaa kikao na Ismail Qaani, mkimuona Ismail Qaani anainuka, basi na nyinyi inukeni. Lakini pia hata kwenye ile shambulizi la Ayatollah Ali Khamenei ambao aliuawa, pia inasemekana pia Ismail Qaani kuna namna ambavyo alitoka, na baada ya kuwa katoka shambulizi hilo likafanyika. Kwa yapo mashambulizi mengi ambayo yalimlenga, lakini yeye haponi. Jiulize mpaka sasa hivi viongozi wangapi wameuawa, lakini Ismail Qaani naye hajaondoka. Na mimi nimekuwa nasema msaliti pale Iran ni yule ambaye wengine wote watakufa, lakini yeye moja kwa moja hauawi. Maana yake kuna Mossad na CIA wanamuacha hai kwa makusudi, pengine wakitegemea wanaweza wakampandikiza katika ile regime change strategy, ama mkakati wa kupandikiza kiongozi ambaye anaweza kafata matakwa yao. Sasa unakaa unamwangalia Ismail Qaani kwamba sasa kama hivi vyote vinamfanya ahisiwe ni spy. Nasemekana sasa wa Iran pia kuna muda alikuwa detained na akawa haonekani. Ndio hapo yakaanza yale maneno kwamba pengine Ismail Qaani ni spy. Lakini sasa baada ya Ismail Qaani kuwa amechukuliwa, amewekwa ndani, amefuatiliwa, amechunguzwa, inasemekana kwamba hakukutwa, hamna chochote kilichopatikana cha kumuhisia ama kumuunganisha Ismail Qaani na uspai. Maana yake yani watu walimchunguza in and out, kila kitu chake, lakini Ismail Qaani hajapatikana. Na hivi tunavyoongea Ismail Qaani bado ni mkuu wa Quds Force IRGC, yani IRGC Quds Force, kile kitengo cha Quds Force ambacho ndio kinahusika na operesheni zote za nje ya nchi ya Iran, na ameendelea na majukumu yake, ikiwa inamaanisha sio yeye spy. Sasa spy ni nani? Kuja sasa kwenye sehemu ya mwisho ambayo namna gani Israel wameweza kuwapandikiza hawa maspy. Jibu ni moja tu. Iran kabla ya mapinduzi ya mwaka 79 walikuwa na ushirika mkubwa sana na Mossad, na Israel inamaanisha Mossad pia, lakini pia ushirika mkubwa na CIA. Iran ndio ilikuwa kitovu cha operesheni zote za CIA baada ya kuwa wamempindua yule tunamuita kama Mohammed Mossadegh mwaka 1953 katika operesheni Ajax na kumpandikiza Shah kama kiongozi kibaraka wao. Sasa hapo inasemekana baada ya yale mapinduzi ya ghafla, huwezi ukamaliza contacts zao zote, yani zile contacts zao zote ziliendelea kubaki na nyingine zikajibadilisha. Hiyo mwaka 79 zikawa ni contact ambazo yani mtu anaona kabisa sasa mifumo imebadilika. Ili niendelee kusurvive na mifumo iliyopo, natakiwa tubadilike na tuendane na mfumo wa sasa. Kwa hiyo hao waliendelea kubakia kama assets wa CIA na Mossad. Lakini pia mbali na hao, kwa hiyo wamekaa miaka mingi na wengine wanageuka kama sleepers. Yani sleepers maana yake ni wanakuwepo ni double agents, either wapo kwenye mifumo ya Iran, either wapo kwenye system za Iran, lakini wanaendelea kuwa wanapokea, wananufaika na muda wote wana keep contacts na CIA pamoja na Mossad kwa muda mrefu. Kaka pale ambapo watahitajika ndio wanaitwa hao sleeper cells ama sleeper agents. Unatoka hapo unakuja na unakutana sasa na sababu nyingine ambayo ni recruitment, ambao unafahamu kwamba Mossad
wana ubingwa wa kuweza kufanya recruitment ya kuweza kupata nani wa kuwatumikia ama wale assets. Sio lazima awe agent, assets yani yule mtu ambaye anaweza kawa na manufaa nao kwa muda ule, anaweza akatumika pasina kuwa na kiongozi, labda yeye ndio pia ni agent ama shushushu, yeye anatumika tu kwa ajili ya kazi maalum. Sasa hao bwana ndio ambao inasemekana pia kuna namna Israel wana njia zao za kuwapata. Njia ya kwanza, kutumia udhaifu wa mtu hasa katika faragha, yani siri zako ulizonazo, labda ni kwenye simu, mambo ambayo unayo kwenye simu, mambo mengine unayo hayatakiwi hata yajulikane na nchi, yani na dola. Ni makosa kwa mambo kama hayo kujulikana na dola. Hiyo pia inasemekana imekuwa inatumika. Kwa hiyo hawa jamaa wanaweza kukaa miaka 3 wanachunguza na wanachukua mambo yako yote. Baada ya pale, wakati wewe unajua simu yako ilikuwa safe, vitu vyako viko safe, baada ya kuwa wameshambulia WhatsApp na vitu vingine, ndio unakuta kwamba wameweza kuchukua wameweza track siri zako na taarifa zako, wanakuja wanazitumia kwako, either tuachie au tubaki nazo, either tuachie kwa umma au tubaki nazo ufanye kazi na sisi. Wengi inasemekana pia wamekopa, wanaogopa kwa sababu zikitolewa nje maana yake utakufa, utanyongwa. Sasa bora wakae tu wa produce kile ambacho Israel anaweza kataka. Pengine Israel anaweza kataka labda pate ratiba za viongozi fulani, watakuwepo wapi muda fulani, wanaenda wapi. Wengine wamekuwa wanafanya hivyo, madhara yake ndo kama hayo. Unashangaa kiongozi huyu kafariki, yule kafariki, ila ukija kugundulika ndio hivyo. Lakini Israel anakuwa ameisha pata kitu chake alichokuwa anakitaka. Njia nyingine ambao wanaweza kufanya ni kutumia inasemekana diasporas, contacts za wale diasporas na ndugu zao ambao wamebakia mule ndani, lakini pia kuangalia viongozi wale wa Iran wanaweza kawa na shida gani. Yani viongozi wa Iran ana shida, kuna mtu anakuwa na labda madeni, ana changamoto kubwa za kifedha, pesa imekuwa inatumika pia. Mwingine baadaye wakifanya uchunguzi, kwa nini ulisaliti nchi yako, wanagundua kwamba alisaliti nchi yake sababu ya fedha, hamna sababu nyingine, labda kimaadili. Kwa hiyo huu mchanganyiko wa hivi vitu nilivyovitaja ndio imekuwa sababu ya haya ambayo yamekuwa yanasemwa kuona Iran imeathirika hivi ambavyo imeathirika. Lakini pia miaka mingi ya uzoefu ya Israel, Mossad ipo tangu taifa limeanzishwa, almost inasemekana miaka ya 60 tayari ilikuwa active, na pia na yenyewe iliwahi kukutana changamoto kama hizi za Iran, ikiwa imewekewa double agents wengi na KGB ya Urusi, na wakawa wana miaka ya 60 ile KGBs wameinfiltrate sana Mossad na iliathirika. Kwa Mossad wakawa wana kazi pia na wenyewe kufanya counter espionage, yani tunasema counter intelligence, kuweza kugundua wanaowachunguza na wanaua uzoefu. Lakini pia hata Egypt kuna muda iliweza kuweka pandikizi ndani ya Mossad zaidi ya mara moja, kuwadanganya Mossad, kuwapoteza maboya, hata kwenye vita vya Yom Kippur. Kwa hiyo muda mrefu pia wamekuwa na experience hiyo, ambayo pengine ndio wameitumia kuiumiza Iran, ambayo IRGC licha kwamba ndani yake kuna intelijensia imeanza tu miaka kama 47 iliyopita mwaka 1979. Kwa hiyo tayari hawa walikuwa na experience na walijua nini wanataka kufanya. Kwa hiyo ndio imekuwa changamoto, na subira kwa intelligence agencies ni sehemu kubwa sana, kwamba uwezo wa kumsubirisha agent hata miaka 20 asitumike, lakini anakuja kutumika mwaka wa 21 pale ambapo wanamhitaji. Nani atakayehisi kama huyu agent alikopo ni pandikizi? Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani Iran amekuwa anaathirika. Lakini historia ya Ismail Qaani nimesema niilete hapa kwa sababu imesambaa sana, na wengi wakawa wanahisi labda Ismail Qaani ni spy. Vigezo vyote wale ambao wanahisi hivyo walikuwa sahihi, hata wewe ungehisi hivyo, yani yoyote angehisi hivyo. Lakini sasa ukija wenyewe IRGC walivyokaa wakamchunguza na vitu vingine, wakamkuta hana hatia. Maana tunamuona Ismail Qaani amerudi, yuko active kweli kweli, na kwenye vita alikuwa active na anatoa kauli nzito za kivita na za kishujaa. Tumemwona katika vita hivi ambavyo vimekuwa vinaendelea. Kwa hiyo niweke nukta hapo kwa leo katika hiyo sehemu ambayo wengi wetu wamekuwa wanajiuliza. Jina langu mimi ni Ali Masubi, Instagram natumia jina la Chimasubi, yani CHIMASUBI. Endelea kubaki nasi Simulizi na Sauti kwa ajili ya content nyingine mbalimbali.